Mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunaangazia habari za kimichezo ambazo zimejiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba juu ya taarifa ambazo zinamuhusu kiungo mshambuliaji wa timu hiyo, raia wa Ivory Coast, mzaliwa wa Disemba 7 mwaka 1999. Huyu si mwingine ni Alain Anseti Oura, raia wa Ivory Coast, ambaye kuna taarifa ambazo zinamhusu mchezaji huyo kuweza kuweka katika mchakato wa kuondoka katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba kupitia ama kufikia ofa nyingi ambazo klabu ya Simba wamekuwa wanazipokea kutoka kwenye klabu tofauti tofauti zikiwa zinamhitaji kiungo huyo mshambuliaji raia wa Ivory Coast, nyota wa zamani wa Stellenbosch, lakini pia ASEC Mimosas za huko nchini Afrika ya Kusini, lakini pia nchini kwao Ivory Coast, ambako ndiko alipoanza maisha yake ya soka moja kwa moja. Anseti Oura alijiunga na wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu huu dirisha dogo, akatokea kwa klabu ya GNLS ya huko nchini Finland, ambako hakukaa kwa muda mrefu kutokana na majukumu majeraha ya hapa na pale ambayo yalikuwa yanamkabili, kitu ambacho kikamfanya kuweza kukaa nje ya uwanja takriban miezi kadhaa kabla ya wekundu wa Msimbazi Simba kuja kumsajili kiungo huyo mshambuliaji ambaye ameonyesha ubora mkubwa katika msimu huu wa kimashindano 2025-2026 akiwa na jezi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Vinatajwa vilabu vingi hasa kutokea barani Ulaya ambavyo ndio vipo katika nia ya kumuhitaji kiungo huyu mshambuliaji kutokana na aina yake ya uchezaji kuweza kuwavutia wengi. Anseti Alain Oura ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana kasi kubwa, maarifa mengi kwenye miguu, lakini pia the way ambavyo amekuwa ana kasi ambayo imekuwa inachangia pia ubora wake akiwa katika mchezo husika ama akiwa kiwanjani moja kwa moja. Kwa hiyo kwa wakati huu uongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba wapo katika mazungumzo makubwa, wakijaribu kuangalia kitu gani ambacho wakifanye kwa wakati huu, kwa maana imeletwa ofa nono. Kwa mujibu wa taarifa, zaidi ya shilingi bilioni 1.6 imewekwa mezani katika uongozi wa klabu ya Simba kuonekana kwamba kwa jinsi gani ambavyo wanaweza wakamuuza nyota huyo raia wa Ivory Coast. Na tukumbuke kwamba Simba wao walimsajili ama walimchukua Anseti Oura akiwa kama free agent, kwa maana mchezaji ambaye yuko huru kwa kile ambacho kilimtokea akiwa na klabu yake ya huko nchini Finland, ambako ndiko alikotokea. Alitumikia kwa mechi 5 tu, lakini akapata majeraha ambayo akamweka nje ya uwanja kwa takriban kipindi kirefu, na ndo Simba wakaja kumchukua kupitia ushawishi wa kocha wa wakati huu wa klabu ya Simba ambaye ni Steve Barker, ambaye kwenye historia ameshawahi kufanya kazi na Anseti Oura, hivyo basi alikuwa anamfahamu kinaga ubaga. Anseti Oura ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameifanya Simba ibadilike, hasa katika duru la pili kunako ligi kuu soka msimu huu, ambako aliingia yeye sambamba na Libase Gwe, wakina Olivia Ismail Toure na Jospin Loemba katika dirisha dogo, ambako wakaifanya Simba iwe tofauti na vile ambavyo Simba iliweza kuanza. Na watu wengi walikuwa hawafikirii kana kwamba Anseti Oura angeonyesha ubora kama huu ambao ameuonesha akiwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana na kile ambacho alikuwa anakipitia, kukaa nje ya uwanja takriban miezi isiyopungua miwili pasipo kusakata kabumbu. Kwa hiyo kwa wakati huu uongozi wa Simba chini ya mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu, lakini pia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba kwa maana ya Crescensus Magori, bila kusahau CEO wa klabu hiyo Bi Zubeda Sakuru, wapo katika kutafakari kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya kuelekea msimu ujao. Je, waikatae ofa ya Anseti Oura ile ambayo vilabu vingi vimekuwa vinamhitaji, and then waendelee kumbakisha kwa maslahi mapana ya klabu, kuendelea kubalansi ama kuimanage ile momentum na timu ambayo tayari Simba
walikuwa wameshaupata kupitia huu muunganiko wa hawa washambuliaji ambao wameingia kunako dirisha dogo na wale ambao walikuwepo kuanzia msimu unaanza. Kwa hiyo kwa wakati huu klabu ya Simba ipo katika huo mchakato. Kwa Ansat Ura mwenyewe, yeye anawasikiliza viongozi wa Simba, kama wakifikia makubaliano na kile ambacho yeye anakihitaji, yuko tayari kubakia na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na kuweza kuikataa ofa ambayo vilabu mbalimbali kutokea barani Ulaya vimeweza kuipelekea klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tusubiri tuone kitu gani ambacho Simba watakifanya kwenye hili, na majibu yake tutakuletea hapa hapa ndani ya Anuari TV. Jina langu ni Leopold John, sauti ya mvua. Nyuma ya kamera alikuwepo Arafa Kaula ambaye ndiye amekuletea picha nzuri kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.